وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا اللقاء. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaendelea katika risala yetu hii pale tulipoishia, risalatun fi sujudi sahwi, na tuliishia katika sababu ya pili miongoni mwa sababu tatu zinazomwacha mtu alete sijidatu sahwi, ambapo ni sababu ya an-naqsu, kupunguza kitu ndani ya swala. Tukasoma huku kupunguza kitu ndani ya swala kuna kupunguza vitu vya aina mbili. Moja, kuna kupunguza nguzo miongoni mwa nguzo za swala, na hiyo ndio tuliyosoma siku ya jana. Na ya pili ni hii ambayo tutakaanza nayo leo, naqsul wajibati, kupunguza mambo ya wajib katika mambo ya wajibu ndani ya swala. Kabla hatujaanza kusoma, ni vyema zaidi tuyafahamu haya mambo ya wajib ni yapi. Mambo ya wajib katika madhhabu ya Al-Hanabila yako mambo 8 katika tuliyosoma. La kwanza ni takbiratul intiqaliya, zile takbira za vihamu baada ya takbiratul ihram, au kuacha takbiratul ihram, takbira zote zinazopatikana ndani ya swala, zile Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Umetoka kwenye sijida, umetoka kwenye rukuu, umeenda katika sijida, hizi zote takbira hizi za kusema Allahu akbar za vihamu, zote hizi zinaingia katika wajibati. Jambo la pili linaloingia katika wajibati ni mtu kusoma dua ya kurukuu, subhana rabbiyal azim. Dua hii ya kurukuu ni katika wajibati. Cha tatu ni mtu kusema at-tasmi', na huyu ni maamuma, ni imamu na mtu anayeswali peke yake, kusema sami Allahu liman hamida. Hili ni jambo la tatu katika mambo ya wajib 8. Jambo la 4 ni mtu kusoma dua ya ku'tidali, rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Jambo la 5 ni mtu kusoma dua ya kusujudu, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Hili ni jambo la 5 katika mambo ya wajib 8. Jambo la 6 ni mtu kusoma dua ya kikao baina ya sijida mbili, rabbi ighfirli, rabbi ighfirli, rabbi ighfirli. Hii ni dua ya kikao baina ya sijida mbili. Kwa hiyo hii pia ni katika mambo ya wajib, miongoni mwa mambo ya wajib 8. Jambo la 7 ni tashahudi ya kwanza. Umemaliza kuswali rakaa mbili, pale kuna kikao ambacho itabidi ukikae. Kile kisomo utakachokisoma katika kile kikao ni wajib, lakini pia na kikao chenyewe kile cha tashahudi ya kwanza nacho ni wajib. Kwa hiyo haya ni mambo ya wajib 8 ambapo inabidi mtu yazingatie kabla hatujaanza kusoma hukumu ya mtu kuziwacha hizi wajibati. Qala al-muallif rahimahullah, amesema mtunzi Allah mrahamu, idha taraka al-musalli, pindi atakapoacha yule mwenye kuswali, wajiban, atakapoacha wajib moja tu, min wajibati salati, katika yale mambo ya wajib ndani ya swala, mutaammidan, akafanya hivyo hali ya kuwa amekusudia, kafanya makusudi tu. Katika haya mambo ya wajib 8 tuliyosoma au tulioelekezana hapa kabla, atakayeacha jambo moja tu hali ya kuwa amekusudia, kaacha takbira, kaacha kusoma dua ya kusujudu, kaacha kusoma dua ya kurukuu na mambo mengineyo ya wajib, akaacha kwa kusudia, batalat salatuhu, basi mtu huyu swala yake hakuna mjadala, ni lazima atakuwa imebatilika. Atakayeacha kuleta wajib min wajibati salati kwa kukusudia, basi mtu huyu swala yake itakuwa imebatilika. Wa in kana nasiyan, na ikiwa kama ataacha jambo hilo la wajib, ikiwa kama atakuwa amesahau yeye, wa dhakarahu qabla an yufariqa mahallahu min as-salati, na akawa amekumbuka kwamba ameacha jambo la wajib kabla hajaondoka sehemu ile ya kuileta ile jambo la wajib katika ile swala, atabihi, ataileta jambo hilo la wajib
wala shay'a alayhi, na wala mtu huyu hatakuwa na kitu kinachomlazimikia. Mathalan, mtu yupo katika sijida amesujudu, wakati yupo katika ile sijida inatakiwa yeye asome dua kusujudu subhana rabbiyal a'la, na hii tumeisoma katika wajibati. Lakini mtu katika ile sijida yake akawa ana mawazo mengi sana, limetoka hili limeingia hili, limetoka hili limeingia hili, kiasi ambacho akaja akajisahau, akakumbuka muda umeisha, au imamu ndio ananyanyuka atoa takbira kule ya kutoka katika sijida kwa ajili ya kukaa kikao cha baina sijida mbili, yeye ndio anakumbuka, ala, mbona kama vile dua ya kusujudu sijaileta. Basi hapo itabidi ailete hiyo dua ya kusujudu, kisha atanyanyuka kumfuata imamu. Wala shay'an alayhi, na mtu huyu hatakuwa na kitu kitakachokuwa kinamlazimikia. Sawa sawa mtu huyu awe ni imamu anaswalisha, au awe anaswali peke yake, au hata kama awe ni maamuma anayeswalishwa, amesahau kuleta dua, basi itabidi alete kama atakuwa amekumbuka, hali ya kuwa bado hajatoka katika kile kitendo chenyewe. Wa in dhakarahu, na ikiwa kama atakumbuka, baada mufaraqati mahallihi, baada ya kuwa tayari ameshatoka katika ile sehemu yake, qabla an yasila ila rukni alladhi yalihi, lakini kabla hajafika katika nguzo ambayo inayofuata. Mathalan, mtu akiwa anaswali katika ile sijida yake ya kwanza, ameenda sijida ya kwanza akasahau kuleta dua ile ya kusujudu. Sasa wakati anataka kunyanyuka na ameshatoa kichwa kabisa, ile paji la uso katika ile sehemu ya ardhi, lakini bado hajafikia ile nguzo inayofuata ambayo ni nguzo ya kikao baina sijida mbili, hajafika katika kikao kile, hajakaa kabisa, akaja akakumbuka, hali ya kuwa tayari ameshatoa paji lake la uso chini ya ardhi, akakumbuka yupo katikati, ndio ananyanyuka kuingia katika kile kikao baina sijida mbili, akakumbuka, mbona kama vile sijaleta dua ya kusujudu. Rajaa, kinachotakikana kwa mtu huyo atarejea katika ile sijida, faata bihi, na ataileta ile dua ya kusujudu, au ataileta ile wajibu aliyokuwa ameiacha. Huu ni mfano mmoja tu ambao nimeutolea mimi katika sijida, au ile dua inayopatikana katika sijida, lakini hii inaingia katika vitendo vyote vile vya wajibati. Anasema rajaa, mtu yule atatakiwa arejee tena katika kile kitendo cha nguzo na ailete ile wajibu, faata bihi, na ataileta ile wajibu aliyokuwa ameisahau. Thumma yukmilu salatahu wa yusallim, kisha atakamilisha na kumalizia swala yake na atatoa salamu. Thumma yasjudu lisahwi, kisha ataleta sijidatu sahwi wa yusallim, na atatoa tena salamu. Na hapa inabidi mtu alete salamu alete sijidatu sahwi baada ya salamu, sawa sawa. Kwa hiyo hii ni hali ya pili katika hali za mtu ambaye atakayekuwa amesahau au amepunguza wajibu min wajibati swala. Na hali ya tatu anasema muallif, wa in dhakarahu ba'da wusulihi rukna alladhi yalihi, na ikiwa kama atakumbuka ya kwamba yeye ameacha wajib katika wajibu za swala baada ya kuwa tayari sasa ameshafika katika nguzo inayofuata, saqata, basi ile wajibu itakuwa imeporomoka kwa wakati huo. Fala yarji'u ilayhi, basi mtu huyo hatarejea tena katika ile wajibu aliyokuwa ameiacha, bali ile wajibu itakuwa imeporomoka kwa wakati huo. Fayastamiru fi salatihi, na ataendelea na swala yake. Wayasjudu lisahwi qabla an yusallima, na ataleta sijidatu sahwi kabla ya kutoa salamu. Yani mtu katika sijida yake ile ya kwanza akaenda kusujudu, akasahau kusoma dua ile ya kusujudu, wakati ule amenyanyuka, amekaa kitako, ndio akakumbuka, mbona kama vile dua ya kusujudu sijaileta. Basi mtu huyu kwa kuwa tayari ameshakaa kitako, na hichi kitako ni nguzo miongoni mwa nguzo za swala, na asili jinsi ilivyo ni kwamba nguzo haiwezi ikavunjwa kwa wajibu. Nguzo haiwezi ikavunjwa kwa wajibu, yani tayari umeshaingia katika nguzo, halafu kuna wajibu ambao umeiacha eti urudi uivunje hii nguzo. La, hicho ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo itabidi utekeleze hii swala yako au umalizie swala yako na hali ya kuwa unafahamu kwamba kuna wajibu niliyoiacha. Kinachotakikana ili kuja kuikava ile wajibu, basi ni wewe kuleta sijidatu sahwi kabla ya kutoa salamu. Na hii ni sehemu ya kwanza katika sehemu tulizosoma huko nyuma,
ambayo inatakikana mtu mwenye kuswali alete sijidatu sahwi kabla ya salamu. Tumeelewana? Mithalu dhalik, mfano wa jambo hilo, shakhsun rafa'a min as-sujudi ath-thani fi ar-rak'ati ath-thaniyati, kitokea mtu amenyanyuka kutoka katika sijida ya pili kwenye ile rakaa yake ya pili, kanyanyuka kutoka katika sijida ya pili kwenye ile rakaa yake ya pili, liyaquma ila thalitha, amenyanyuka kutoka katika sijida ya pili ili asimame kwa ajili ya kuleta rakaa ya tatu. Nasi ya tashahuda, mtu huyo akawa amesahau kuleta tashahudi ile ya kwanza, tashahud al-awwal, amesahau kuleta ile tashahudi ya kwanza. Fadhakara qabla an yanhada, akawa amekumbuka kabla hajanyanyuka. Fa innahu yastaqirru jalisan, basi mtu huyu atatulizana pale pale hali ya kuwa amekaa. Fayatashahadu, ataleta tashahudi. Thumma yukmilu salatahu, kisha atamalizia swala yake. Wala shay'a alayhi, na wala mtu huyu hata kuwa na kitu chochote kile kitakachomwajibikia. Yani kanyanyuka kutoka katika sijida ya pili kwenye ile rakaa ya pili, anataka kunyanyuka sasa juu kwa ajili ya kuleta rakaa tatu. Ile tashahudi ya kwanza kaisahau, basi akija kukumbuka, au ikiwa kama atakumbuka kabla hajaanza kunyanyuka, kile kitendo cha kunyanyuka, yani katoka katika sijida akakaa kidogo alafu ndo anyanyuke. Sasa kabla hajanyanyuka juu, yupo katika kile kikao kidogo, basi akija akakumbuka kwa wakati ule, itabidi alete tashahudi na wala hakuna kitu chochote kitakachomwajibikia. Wa in dhakara ba'da an nahada, na ikiwa kama atakumbuka baada ya kuwa tayari ameshaanza sasa kunyanyuka, qabla an yastatimma qa'iman, kabla hajasimama kulingana kuwa sawa sawa, rajaa, basi atarejea na atarudi, wa tashahada, na atasoma ile tashahudi ya kwanza. Thumma yukmilu salatahu wa yusallim, kisha atakuja kumalizia na ukamilisha swala yake na atatoa salamu. Thumma yasjudu lisahwi, kisha ataileta sijidatu sahwi, wa yusallimu, na atatoa tena salamu baada ya kuleta sijidatu sahwi. Wa in dhakara ba'da an istatamma qa'iman, na ikiwa kama atakumbuka baada ya kuwa tayari ameshasimama sasa, katoka kwenye rakaa ya pili, ameshasimama kabisa juu kwa ajili ya rakaa tatu, ndio akaja akakumbuka kwamba kuna tashahudi mimi nimeiacha huku, basi saqata anhu tashahuda, ile tashahudi aliyoiacha basi itakuwa ni yenye kuporomoka. Fala yarji'u ilayhi, basi asije kuirejelea ile tashahudi aliyoiacha. Fayukmilu salatahu wa yasjudu lisahwi qabla an yusallima, atakamilisha swala yake na ataleta sijidatu sahwi kabla ya yeye kutoa salamu. Dalilu dhalik, ukurasa namba 30. Dalilu dhalik, dalili ya jambo hilo, ma rawahu al-Bukhari, ni yale ambayo yaliyopokea Imamu al-Bukhari, wa ghayruhu, na wengineo asiyekuwa Imamu al-Bukhari, an Abdillahi ibn Buhainata, kutoka kwa Abdillahi mtoto wa Buhaina radhiyallahu anhu, radhi za Allah ziwe juu yake, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama salla bihim adh-dhuhra, ya kwamba siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaswalisha maswahaba swala ya dhuhuri. Faqama fi rak'atayn al-ulayayn, akasimama katika zile rakaa mbili za kwanza. Walam yajlis, yani litashahud al-awwal, na wala hakukaa kwa ajili ya kuleta ile tashahudi ya kwanza. Baada ya kuwa amemaliza rakaa mbili, akasimama moja kwa moja kwa ajili ya rakaa ya tatu. Ile tashahudi ya kwanza akawa amesahau. Faqama an-nasu ma'ahu, watu wakawa wamesimama pamoja naye. Hatta idha qada as-salata, mpaka pale ambapo alipokuwa ameimaliza swala. Wantadhara an-nasu taslimahu, na watu wakawa wanasubiri sasa mtume atoe salamu. Kabbara wa huwa jalisun, Mtume sallallahu alaihi wasallam pale pale alipokuwa amekaa akatoa takbira. Fasajada sajidataini qabla an yusallima, akasujudu na akaleta sijida mbili kabla ya kuwa yeye ametoa salamu. Thumma sallama, kisha baada yake
ndiyo akaja akatoa salamu. Hii ndiyo dalili ambayo inayokuja kututhibitishia ya kwamba mtu anapokuwa amesahau jambo la wajib miongoni mwa mambo ya wajib kwenye swala, basi itabidi alete sijidatu sahwi kabla ya yeye kutoa salamu. Leo tuishie hapa inshallah, kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala. Tutakuja kuendelea katika kipindi kijacho kwenye sababu ya tatu, ambayo ni pale ambapo mtu atakapokuwa na mashaka. Hadha sallallahu alaihi wasallam barik wa an'am ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.